Karibu tena kwenye channel yetu. Kama bado hujabonyeza subscribe, hakikisha umefanya hivyo sasa hivi ili usipitwe na habari zote za moto kutoka kwenye ulimwengu wa burudani. Leo tunazungumzia kolabo mpya ya Alikiba na Harmonize ambayo imeibua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Wimbo huu ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa pande zote mbili kutokana na ukubwa wa majina ya wasanii hawa kwenye muziki wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Lakini baada ya wimbo kutoka, maoni yamekuwa tofauti kabisa. Wapo mashabiki ambao wameupokea vizuri na kuonyesha furaha yao kuona mastaa hawa wawili wakifanya kazi pamoja. Hata hivyo, upande mwingine wa mashabiki umeonekana kutoridhishwa na kile walichokisikia. Sababu ya kwanza inayozungumziwa sana ni kwamba wengi wameona wimbo huo ni wa kawaida ukilinganisha na matarajio yaliyokuwepo kabla ya kutoka kwake. Mashabiki wengi walitarajia kusikia hit kubwa ambalo lingeweza kutikisa chati za muziki kwa haraka kutokana na ukubwa wa Alikiba na Harmonize. Kumbuka kwamba hawa ni wasanii ambao tayari wamejijengea majina makubwa kwenye muziki. Alikiba amekuwa mmoja wa wasanii wenye ushawishi mkubwa kwa zaidi ya miaka 10, huku Harmonize naye akiwa amefanikiwa kujijenga na kuwa miongoni mwa wasanii wakubwa zaidi Afrika Mashariki. Hivyo mashabiki walitegemea kupata kitu cha kipekee zaidi. Kwenye mitandao ya kijamii, baadhi ya watu wameandika kuwa walitarajia melody kali zaidi, mashairi yenye nguvu zaidi na chemistry kubwa zaidi kati ya wasanii hao wawili. Wengine wameenda mbali zaidi na kusema kwamba hype iliyokuwepo kabla ya kuachiwa kwa wimbo ilikuwa kubwa kuliko matokeo yaliyopatikana baada ya kusikiliza. Lakini pia kuna kundi lingine ambalo linaamini kwamba mara nyingi nyimbo kubwa hazionyeshi ubora wake siku ya kwanza. Kundi hili linasema watu wanapaswa kuupa muda wimbo huo kwa sababu nyimbo nyingi zimewahi kubezwa mwanzoni, lakini baadaye zikawa hits kubwa sana. Mbali na mjadala kuhusu ubora wa wimbo, kuna jambo jingine ambalo limevuta hisia za watu wengi zaidi. Wachambuzi wa muziki pamoja na baadhi ya wapinzani wa Alikiba wameanza kuhoji kwa nini Alikiba ameamua kufanya kazi na Harmonize ambaye zamani alitengenezwa na Diamond kupitia lebo ya WCB. Hoja hii imekuwa ikijadiliwa sana kwa sababu kwa miaka mingi mashabiki wamekuwa wakiwekewa picha ya ushindani mkubwa kati ya Alikiba na Diamond. Ushindani huo uliwahi kutawala mijadala ya muziki wa Bongo Flava kwa muda mrefu sana. Kutokana na historia hiyo, baadhi ya watu walitarajia kuona Alikiba akiendelea kuwa mbali na wasanii ambao waliwahi kuwa chini ya Diamond. Lakini sasa, kuona akifanya kazi na Harmonize kumeibua maswali mengi. Wapo wanaosema huu ni uthibitisho kwamba muziki ni biashara na kwamba wasanii wakubwa wanapaswa kushirikiana bila kujali tofauti za zamani. Kwa mtazamo wao, Alikiba na Harmonize wameonyesha ukomavu kwa kuweka mbele muziki badala ya makundi ya mashabiki. Lakini upande mwingine unaona jambo hili tofauti. Wapo wanaodai kwamba Harmonize amekuwa akijijenga kama msanii anayejitegemea kwa miaka kadhaa sasa. Hivyo si sahihi kuendelea kumtazama kupitia historia yake ya WCB pekee. Kwa hiyo Harmonize wa leo ni brand yake mwenyewe ambayo imejijenga nje ya kivuli cha mtu yoyote. Kuna pia waliotafsiri kolabo hii kama ishara ya mabadiliko makubwa kwenye muziki wa Tanzania. Wanasema zama za kugawanyika katika makundi zimeanza kupungua na sasa wasanii wanaangalia zaidi fursa za kazi kuliko tofauti za zamani. Jambo la kufurahisha ni kwamba kadri watu wanavyoendelea kuujadili wimbo huu, ndivyo unavyoendelea kupata attention zaidi. Mara nyingi kwenye muziki, mjadala wenyewe unaweza kuwa sehemu ya mafanikio ya kazi husika. Watu ambao hawakuwa wameusikiliza wanaenda kuutafuta ili wajionee wenyewe kama kweli wimbo huo ni wa kawaida au la. Mwisho wa siku, mafanikio ya wimbo hayatapimwa na maoni ya siku moja au mbili tu. Kitakachohesabika ni jinsi utakavyopokelewa na mashabiki kwa muda mrefu, idadi ya streams, views, pamoja na namna utakavyodumu kwenye chati za muziki. Swali kubwa linabaki kuwa, je, kolabo ya Alikiba na Harmonize imefikia matarajio ya mashabiki?
Au bado watu walikuwa wanatarajia kitu kikubwa zaidi kutokana na majina ya wasanii hawa wawili? Tuandikie maoni yako kwenye comment section. Je, wewe unaonaje wimbo huu? Umevutiwa nao au ulitarajia kitu tofauti kabisa? Usisahau kulike video hii, kushare na marafiki zako na kubonyeza subscribe ili kuendelea kupata habari zote za moto kutoka kwenye ulimwengu wa burudani. Asante kwa kutazama.